na ukweli ni kwamba haikuwa nzuri, na tunaona haikuwa jambo ambalo tunaweza pendekeza lisemwe na kiongozi, na hata ni very unfortunate ya kwamba ilizungumzwa na kiongozi kutoka sehemu za Mlima Kenya. Lakini hata kama ni hivyo, tunaenda kusema ya kwamba mwenye alizungumza ni mmoja, na hii maneno ambayo yaliyozungumzwa jana na tukayasikia yalinenwa kule upande wa Bodo, na wale ambao kama Mheshimiwa Gladys Wanga pamoja na wengine ambao waliongea maneno hayo, tunaweza kusema ya kwamba hii habari ilianza hivyo mwaka wa 2006, 2007 kutoka wakati wa referendum ya kwanza, na ikaenea na ikawa ni balaa kubwa ambayo ilileta maafa mengi katika nchi ya Kenya. Na tukaona watu wengi wakiaga dunia. Watu zaidi ya 1000 waliaga dunia kwa sababu ya mazungumzo ya watu. Na tunasema ya kwamba wao wana fedha, wanaweza kutoka katika nchi. Sisi hatuwezi kutoka, na hii ni nchi yetu na mali yetu iko hapa. Hatuna watu wa kulinda vitu vyetu isipokuwa sisi wenyewe. Tunaomba viongozi na tunauliza hivi ya kwamba ukiongea kuongea, hata kama ni kukanusha, unakanusha chenye kilinenwa, angalia na wewe usiwe ya kwamba unaendelea kuongeza chumvi katika kidonda ambacho kimekatwa na mwingine. Na hiyo ndio habari yenye ningeuliza katika Wakenya na wale watu wote ambao katika uongozi, wale ambao ni watu kutoka katika serikali na katika watu, tuangalie sana kile ambacho tunachoweka, na pia hata katika mitandao yetu. Mambo hayo ndio yalianza vita na inaweza kuleta vita kubwa sana. Raila mheshimiwa wetu na ni mzuri, aliaga dunia na ameaga na pole sana kwa mama Aida na familia yake. Niliona wengine wakisema ya kwamba hata Gachagua asiende. Hakuna mtu ambaye amezuiwa kuingia sehemu yoyote katika nchi ya Kenya, hata akienda kwa nani. Ikiwa mko na differences na mtu, weka hiyo differences yake na yeye mwenyewe, lakini usiweke jamii, usiweke kabila, na usiweke jambo hilo likawa ya kwamba ni kama ya region fulani ama fulani. Kwa hivyo naomba ya kwamba hatutaki vita, tunaelekea uchaguzi na umebaki siku chache sana. Tusiweke vita katikati ya Wakenya na msitupiganishe. Wacha tukae kama ndugu, kama vile tulivyoona Gen Z hawaangaliani huyu ametoka wapi ama huyu ametoka wapi. Tukae hivyo, kwa maana hivyo ndivyo tunavyoishi sasa. Lakini hizo vita mnavyoonekana mnataka kuifanya isije ikatenganisha jamii, na hiyo ndio ninaomba. Na ninawauliza tu, kwa maana ninajua ya kwamba nyinyi mko na kile kitu ambacho kinahitajika. Unaweza kuondoka na uende na utuachie Kenya kama inaisha. Sisi wachungaji ndio tunaitiwa wale watu ambao wamekuwa na shida, na wakija huku ni sisi tunawashika ugeni. Hatutaki kushika watu ugeni ambao wamefukuzwa kwao. Tungetaka kukaa kwa amani. Naomba amani Kenya kabla ya uchaguzi na wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Na ambaye mtetezi wa haki za kibinadamu, kitu ya kwanza vile ningesema ni kulingana na vile viongozi wale tuko nayo. Hawa viongozi wetu sana sana, huyu gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga, kuna mambo aliongea jana na hiyo mambo imetukera sana sisi, na kwangu hasa nikiongea kulingana na wale wengine vile wanasema, na vile Kenya yote sasa ile moto iko, ni vile huyu kiongozi aliongea. Na ni vizuri kila kiongozi akiongea ajue anaongea juu yake, juu ya watu wote wa Kenya nzima ama kwa kabila yake. Huyu Mutahi Kahiga hakuongea kwa niaba ya Wakikuyu, hakuongea kwa niaba ya Gachagua, aliongea kwa niaba yake mwenyewe. Na kwa hivyo tungemsihi na tumwambie Raila ni mtu aliheshimika, na sio Raila peke yake. Kila kiongozi anayeheshimika, kila unaona kiongozi kama ni Kalonzo, kama ni Matiang'i ama mwingine yoyote, kama unashuki na yeye na kama umemshukia, usiwe unaongea mambo mengi kulingana, ama ukiongea ukasema ni wewe binafsi, na hiyo mambo ni yako. Sio kuigiza familia, sio kuigiza kabila, na sio kuigiza Kenya nzima. Hiyo matamshi ya Kahiga alitamshika, hiyo ni yake mwenyewe. Hiyo ingine niambie Gladys Wanga. Gladys Wanga kusema hataki uhusiano na kabila ingine, na mtu yeyote ameitanishwa na Gachagua, hata yeye ametukosea. Sababu ni vizuri ajue damu ya Gachagua naye ni ya Wakikuyu. Na yeye Gachagua, Wakikuyu si kusema aliwasaa. Kuna Wakikuyu walikaa na Raila na walijiunga na Raila hata mbele ya Gladys Wanga.
Gladys Wanga alipata Raila akifanya kazi na Wakikuyu, na Igari aliwacha Wakikuyu huko. Sasa akisema hataki mtu ameitanishwa na Gachagua, na yeye ni vizuri afananue, aseme ni nani huyu anataja. Ate kila mtu anajua ameitanishwa na Gachagua. Mimi ningesema hivi, la kwanza, kuna urafiki umeshida kusaliwa pamoja na mtu. Kwa hivyo kuna rafiki ya Raila ambaye ni Kikuyu. Ya pili, Wakikuyu na Waruo siku hizi ni masemenji, wameoana. Sasa Gladys na yeye anataka kumaanisha nini? Wale Wakikuyu wameoa Waruo na wale Waruo wameoa Wakikuyu. Sasa hiyo usemeji ufujike. Ni vizuri hata yeye Gladys Wanga ashunge vile anaongea. Hii mimi hapa ninaishi katikati ya jamii ya Waruo ya Ruos, na wale Ruos wanakula ama tunakula pamoja, tunafanya kazi pamoja, nyumba tunashare pamoja, kanisa tunashare pamoja. Alafu hapa unakuja kutuambia ati you have drawn a line. You are drawing a line for who? Hiyo ni yako wewe peke yako. Hawa tutaishi nao kwa amani, sababu hatugetaka yale mambo yalitokea Naivasha na vile tuliona irudi, na ilianza na watu kama wewe, hivyo nimesema. Kwa hivyo take care whenever you are talking, whenever you unatoa maneno kama yale, matamushi kama yale na uongozi. Gladys Wanga, huwezi julikana ati wewe ni mkakamavu kwa kuongea maneno kama yale. You can remain silent, na uwe pia wewe ni shujaa. Kwa wanasiasa wetu, sio tu wa Gladys Wanga, wanasiasa wote, MPs, senators, MCAs, hata sisi wale tuko hapa tunaishi na watu, tuchuge sana, sababu tuliona yale yalitokea. Sisi kile mngekuwa mnafanya wakati huu ni kuunganisha hizi jamii, tuishi kama kitu kimoja. Maneno ya vita tuache kabisa, tuache. Tuliona watu wakichinjwa hapa kama busi, tuliona watu wakichomwa wakiwa kwa nyumba, na hatugetaka yarudi kama vile tuliona, na yalitokana na wanasiasa. Ndiposa ninasema wanasiasa, wakati mnafanya hivi, mjue hamuna nchi ingine. Nchi ni moja, ni Kenya, na kukiugua tutaugua sisi wote, na hii ni kitu tunaweza suluhisha. Na wewe rais pia, angalia watu kama hawa kama wanasema maneno haya watukuse mtu, utatukuswa na nchi ni kuchomeka, inachomeka. Hata wewe unaongea, tunastahili kuona ukiongea ukikomea such leaders.